Yes, alright, bana mambo vipi? And of course, utakuwa uko poa kinoma noma. Mimi naitwa Hessen the Max and this is Alpha TV. Kama ndo kwanza una join, make sure umesubscribe hapo chini ili kuwa kwanza kupata notification. Jarida la Lagos City limechapisha orodha ya majina ya wasanii wakubwa kutokea nchini Nigeria ambao mchango wao ni mkubwa katika mziki wa Afrika, yani Afrobeat, kutoa Afrika na kupeleka nchini Marekani. Na orodha hiyo ya master hao ni Wizkid, Davido pamoja na Burna Boy. Yes, na tukianza na Wizkid, wanamuita mpelekaji wa enzi mpya ya Afrobeat kimataifa. Ushirikiano wa Wizkid na wasanii wakubwa duniani kama Drake, One Dance ni miongoni mwa nyimbo zilizofanya vizuri sana duniani. Hii ilifungua milango ya wasanii wa Afrika kusikilizwa na kutazamwa zaidi duniani. Kusaini mikataba ya kimataifa kama RCA Record ilimsaidia Wizkid kufikisha muziki wa Afrika katika majukwaa makubwa ya muziki duniani. Kuibeba brandi ya Afrobeat, Wizkid amekuwa akitumia majukwaa yake ya kimuziki duniani kuonyesha thamani ya muziki wa Afrika, huku akifananisha muziki huo na ukubwa wa muziki kama hip hop na pop. Kufanya shows katika majukwaa makubwa ya muziki duniani kama O2 Arena London, ambapo alishawahi kujaza mara kadhaa. Hii ilionyesha ukubwa wa muziki wa Afrika kutoka kwa Wizkid. Msanii mwingine ambaye jina lake liliorodheshwa kwenye jarida hilo ni Davido, all the way kutokea nchini Nigeria. Pia unaambiwa ni moja kati ya wasanii ambao wana mchango mkubwa wa kupeleka muziki wa Afrika Marekani. Davido alibadilisha Afrobeat kuwa business. Davido alieneza muziki wa Afrika kwa sauti ya kipekee, sauti ya Afropop, sauti iliyovutia watu wengi wa mataifa mbalimbali duniani. Kufanikiwa kwa Davido kwenye majukwaa makubwa ya muziki duniani kama BET Awards, MTV Awards, Grammy kulionyesha ukubwa wa muziki wa Afrika kwenye majukwaa hayo kimataifa. Kutoa hiti kwa Davido kama Far, If, Fear ambazo zilipata mafanikio makubwa sana katika chati za muziki duniani. Hii ilipelekea kuonyesha muziki wa Afrika, ukubwa wa muziki wa Afrika kimataifa. Msanii wa tatu ambaye aliorodheshwa kwenye jarida hilo ni Burna Boy, all the way kutokea nchini Nigeria, mfalme wa Afro Fashion na mshindi wa Grammy. Burna Boy kupata Grammy mwaka 2021 kupitia albamu yake ya Twice as Tall kulithibitisha ukubwa wa muziki wa Afrika katika jukwaa la kimataifa. Burna Boy amekuwa ni msanii ambaye anafanya Afro Fashion, yani anachanganya muziki wa Afrobeat, anachanganya pop, anachanganya reggae, anachanganya dancehall, ni msanii ambaye amekuwa akichanganya aina ya muziki, lakini amekuwa akistick kwenye asili ya muziki wa Afrika. Ni moja kati ya kitu ambacho kimepelekea kuupeleka muziki wa Afrika kimataifa zaidi. Kati ya Wizkid, Davido pamoja na Burna Boy, ni yupi ambaye amekuvutia zaidi katika juhudi zake za kuutangaza muziki wa Afrika kimataifa zaidi? Thank you for listening. This is Hessen. Unaweza ni check Instagram, Facebook na TikTok kama Hessen the Max. And this is Alpha TV pia. Unaweza kutufollow kupitia Instagram, TikTok na X. Lakini pia make sure umesubscribe hapo chini ili kuwa kwanza kupata notification. Until next time, bye bye.